Direct kwa somo la leo. Kama kuna vitabu unaweza andika, kama kuna kitu unaweza nakili pale, ili kama uweze kujua siku leo tumejifunza nini. Amen. Hawezi bana kusema kwa mtandao pia akae attentive, akaweze kusikia mahubiri haya, akaweze kuweka imani kwa Mungu. So tutaangalia ujumbe wa siku ya leo ni kwamba kuna mateso mengi tunapitia kama watumwa wa Kristo. Amen. Kuna mateso, kuna dhihaka, kuna tabu katika Kristo. Amen. So kuteswa na kustahimili mateso kwa ajili ya Mungu. You can just write. Kuteswa na kustahimili mateso kwa ajili ya Mungu. So unapoteswa inafaa uweze kustahimili yale mateso kwa ajili ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nisikie amen ya nguvu jamani. Amen. Amen. So tunaona watume wa Mungu kina Paulo, hao waliteswa sana kwa ajili ya Kristo. Wakashinda imani. Tumejifunza katika Bible study. Asante kwa kina William wamekuwa katika Bible study, Lydia, Esther, Sina, Eva, Tumora na Baraka. So tumejifunza mambo mengi na mifano mingi ya kwamba kuna watu walipitia mateso katika Kristo na wakastahimili hayo mateso na mwisho wake Mungu akatukuzwa. Amen. So unapoteswa kwa ajili ya Kristo, don't worry. Amen. Penda siku ya leo unapoteswa na familia, unapotengwa na familia kule kazini, kama kule kazini kwetu. Mwenye ni muhimu, so waida wanapenda sisi. Waida na wanago wanapenda muziki. Amen. Lakini waga huwa ana respect. So namshukuru yule mama, ni mama. Huwa ana respect watu wa dini zote. Wakati kama kumekuwa na kongamano, anaambia tupate Kristo mmoja atuombee. Amen. Ile ndio tunasema tupate Kristo mmoja atuombee. Amen. So huwa hana ubaguzi. Anatambua kwamba kuna dini ya Kristo, pia kuna dini ya Kiislamu. Wengine sasa huwa hawatambui. Wanasema kwamba hakuna dini, ni moja tu ya Kiislamu. Wana support dini yao. So kuna vitu kadhaa wanaona kigezo fulani wanaangalia. Kwa sababu kwa mitandao ukiangalia watu wanabishana tu. Wanatamani watetee dini ya kwao. Na sisi pia tunafaa tutetee dini ya kweli ya Kristo. Amen. Hakuna dini ambayo inakuwa. Dini ambayo ya kweli. Mimi sijaona. Na stand against the dini ya watu. Stand against it is not good. Amen. Nafaa tuweze kurespect nani? Usianze kwa wakati si vizuri. Amen. Wewe tukuze tu Mungu. Bana tumesema kwamba Sheda tumesha Abednego. Hakuanza kukashi kile Mungu wao. Hata alisema kwamba hataabudu. Amen. Wataabudu Mungu wa kweli. Tusianze kukashi tunaanza kutusi. Lakini Gideon hana wasi. Ana ujasiri akaikata kabisa, naye alisema hapana, sitaki hizi vitu. Akaikata hasira zote. Hata kama alikuwa msiri, bali kata hivyo. Amen. So akapitia pia, alipitia, lakini mwisho wa siku wakajua kwamba huyo Mungu wa kweli ndio anakuabudiwa. Maana kulikuwa na swali liloulizwa, kama huyo Mungu wa kweli, bora sasa kujitetea bwana katakata kabisa hivi. Lakini Mungu wa kweli, Mungu anayeweza. Nasema Mungu wa kweli na bali tu akatakata. Mungu anayeweza kweli hivyo. Mungu wa kwetu, Mungu wetu ni moto. Mungu anayeweza, ana nguvu. Unapofanya kupanga hivi, utashangaa mkono wako umezudiwa hivyo na. Lakini sasa kwa vile ni viungo, ni vigango, ni vinyago, sio vinaitwa ni vigoti hizo. Hadi kwanza kustahimili, kakatwa. Si mara 5 mara 3, hata tukaangamia. Amen. Kwa ujasiri wa Gideon. So kuna mambo mengi utapitia. Mfano mmoja ni huo. Gideon alipita mateso. Tunasoma kwamba
akaenda kujificha katika msitu hivi, akaenda kujificha hapo. Mungu akakwenda pia tulivu. Mungu akashuka. Ambaye wewe Bwana jitie moyo. Wewe jasiri, akamtia moyo, wewe jasiri. Amen. Sio unapopitia hali ngumu. Elia akaenda kujificha na kwambia kwenye pango. Imagine kwenye pango. Sasa hata sasa nimesarenda. Sasa tunasubiri tukifika. Maana nimetakasa vita. Nimetakaza vita, nimeua manabii wengi sana. Sasa itakuwaje? Hapa kaliki Yezebeli ananiwinda na jeshi lake. Itakuwaje sasa? Akajibwaga hapo hivyo kwenye pango hivyo. Anatarajia tu, anatazamia tu siku ya mwisho ya kufa. So anapitia magumu. Amen. Lakini Mungu pia akapia. God appeared to him. Kwa mfano nani? Akunguru akaleta chakula ambacho kilimsaidia akaweza kuokoa kwa muda wa miaka 40. Amen. Chakula hicho kilikuwa kama kingi sana. Akatembea katika ile safari. Hakuwa na njaa. Amen. Amen. So mateso yake alimsaidia akapata chakula. Amen. Na hakufika katika ile mauti alikuwa amepangiwa na Jezebel. Amen. Amen. Na mambo mengi tumepangiwa. Wewe umekoka hatutajua. Leo basi haukuli hapa hivi. Haukuli hapa. So unajifanya kanisani wewe. Nenda kanisani ukifika kama tumefunga, tumetoka. Tubaki na nani? Amen. Amen. Lakini usijali. Kama kweli ni imani kwa Yesu, tutakuwa na njia. Amen. Tutakuwa na njia, Mungu atafungua njia. Mateso hayo ni ya muda. Ni shuhuda tu Mungu anatengeneza. Amen. Tunaona pia siku wana Israeli, tunaona kwa wana wa Israeli. Amen. Walipitia mateso mangapi? Mateso mengi sana. Katika msitu, imagine kwenye wilderness, ile msitu hivi. Kuna wadudu hatari. Amen. Walifanyishwa kazi ngumu, mateso hayo yote. Amen. Lakini mwisho wa siku Mungu akashuka akamtuma Musa. Kwa basi it's a time now I want to deliver my people. Ni wakati sasa nataka niweke uhuru wana wangu waweze kunitumikia. Imetosha kutumikia Farao na vitu vyake. It's now my time. Ni wakati wao sasa nataka wanitumikie. Wamewatesa muda mrefu, wamenyanyasa. Naona alipigwa, naona alifanya kazi ngumu. Tena alikuwa hapo na very high supervision. Wakati uangalizi mkali. Wanasema supervisor wako ni mkali baraka. Hao sasa walikuwa supervisor mkali kweli kweli. Alafu alikuwa anatengeneza kazi ngumu kumjengea Farao. Ukienda kule Egypt, utaangalia basi. Kuna zile pyramid wamejenga hao. Farao anatengeneza magumu. Kazi ngumu kweli kweli. Ili kwamba waweze kuwakandamiza. Hawa tunaka na they were very powerful. Walikuwa na nguvu, nakwambia wewe. Ukisoma. Amen. Alikuwa na nguvu. Sasa Farao kusema basi hawa nimewaweza. Hizo nguvu zao zote tutazimaliza hapa katika mjengo. Amen. Akadana wawapata. Atawatumikia maisha yao yote milele yote. Hapana. Mungu naye akashuka. Mungu ataona mateso yako. Ukiteseka kwa ajili ya Kristo, nakwambia hapo sure nakwambia kwa Mungu kwamba Bwana atakuonekania na atashuka wakati huo na atakutetea. Amen. Amen. Tuangalie mfano wa mitume aliopitia mambo mengi magumu makubwa na wakaweza kusucceed katika hiyo situation ngumu alikuwa wanapitia. Tunaangalia mfano wa kwanza ni Paulo. Paulo alikuwa amefungwa gerezani katika Acts 26. Matendo ya Mitume 26. Matendo ya Mitume 26, 19 mpaka 32. Semaji mzuri wangu. Matendo ya Mitume 26, Acts 26 na 32. Paulo sasa wameenda pale gerezani. Wamefunga minyororo hivi. Akakuja sasa Matendo ya Mitume 26 mstari wa 19 hadi 32. 26 na 32. Akakuja sasa hakimu amelitoa yule waga anafunga kesi. Ndio huyo. Hakimu. Hakimu sasa anakuja pale. Kesi ilikuwa imefika kwa kina Paulo sasa. Labda nitetee.
Amen. Anaitwa Agripa sasa. Kwa nisomee. Kwa hiyo mfalme Agripa, sikiasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu, katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kwa sababu ya hayo, Wayahudi wakanikamata ndani ya hekalu, wakajaribu kuniua. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa, na kwamba Kristo hana budi kuteswa, na kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. 24. Alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo, unawazimu. Soma kwako kwingi umegeuza akili. Lakini Paulo akasema, sina wazimu, Efesto mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili kamili. Kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana na kuwa hapana neno moja katika hayo asilolijua, kwa maana jambo hili halitendeka pembeni. Mfalme Agripa, je, wawaamini manabii? Najua ya kuwa wawaamini. Agripa akamwambia Paulo, kwa maneno machache wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Paulo akamjibu, namuomba Mungu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, si wewe tu ila na hao wote wanaosikia leo wawe kama mimi, isipokuwa vifungo hivi: mfalme, liwali na Bernike na wale walioketi pamoja nao wakasimama. Hata walipoondoka wakasemezana wakisema, mtu huyu hatendi neno linalostahili kifo wala kufunga. Mtu huyu angeweza kufunguliwa kama isingalitaka kufanya kwa Kaisari. Asante. So tunaona hapa Paulo ameletwa sasa katika mahakama, ameshtakiwa sasa. Ile mtwaje, ile ripoti imekuja pale hivyo, mashtaka maanisha imekuja pale sasa. Mtume Paulo inashtakiwa kwamba wewe unahangaisha watu sana, wewe Wayahudi, na watu unasema kwamba kuna mfalme, si mfalme gani wewe, bali na mimi. Sasa jitetee. Amen. Sasa mimi hata sijapata shida yote, mimi nahubiri injili ya Kristo. Si mlimkataa? Sasa kwa wema na msaada wa Mungu mmemkataa, mkanifunga, lakini bado injili inaendelea. Amen. Sasa sisi tumefunga kwa ajili ya Kristo kuhubiri, lakini bado wanaongea maneno haya. Itakuwaje? Amen. Amen. Wakamshangaa huyu mtu namna gani? Imani yake iko namna gani? Katika vifungo bado namtii tu Kristo. Amen. Katika mateso bado namtii Kristo tu. Hardly hawaiki kusema habas. I surrender. Maana pale kwa gereza ukifungwa hivi, bila kule ndani si ndio rumande. Kuna kigogo hapo tunapitia, tunatembea. Amen. Lakini akisema kwamba sijahangaisha watu mimi, nahubiri injili ya kweli. Amen. Injili ya kweli. Pia ukitaka unaweza kuokoka. Sasa kama unajaribu nishawishi mtu okoke pia, uone tu vizuri. Hapana. Ukitaka pia unaweza kuokoka. Maana jina hili ndilo lenye nguvu, ndilo lenye uzima.
mlimkataa mkamsulubisha hapa hivi, lakini sasa ametupatia nguvu na uweza. Na sio mimi najitetea, yeye mwenyewe ndiye mtu anajitetea. Amen. Akaenda kikao. Sasa tutafanyaje? Yaani unakwenda ndani yake kuna kweli kiasi. Yaani ukiangalia kuna kweli, lakini sasa ndio hata kubali. Amen. Lakini kuna kweli unajitokezea pale hivyo. Tunasema kwamba kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno moja katika hayo nisilolijua, kwa maana jambo hili halikutendeka pembeni. Amen. Akasema kwa ujasiri, haya mambo si asiri sahihi, hajatendeka pembeni, amefanyika waziwazi, watu wanaokoka. Kwambia tu ndio kweli. So mniachilie, hajasema mniachilie, lakini anaongea katika mambo magumu wanahubiri injili ya Kristo. Amen. Sasa pia unaweza kuokoka sasa. Amen. Nakwambia hapo hivi, kupitia mateso, katika mateso Mungu atashuka mahali pale. Amen. Akasema kwamba si mimi najitetea, lakini kunaye aliyemtuma atanitetea na atanisaidia kuweza kupita katika mambo yote ambayo mnanipitisha hapa, katika shida zote, katika pingu zote hizi nitapita na Mungu ataniwezesha. Amen. Sasa akaona ile maneno ya kweli, akamwachilia Festo pale, akajifanya tena, anamwambia wewe unajifanya unajua kusoma sana wewe. Tunakuwa tunapamba kumechanganyikiwa. Unasema mambo ambayo yaliyokeleka hapa mbele za mfalme. Kwa sababu msomi. Umesoma Protestant, umesoma sana. Mpaka unajidai unaanza kushawishi mfalme ama hakimu, judge. Akasema hapana, naongea tu injili ya kweli. Watu wakaokoke, wakaache mambo yote mabaya, wakamrudia Kristo. Amen. Simama kidete katika kumtetea Yesu. Amen. Amen. Sisi ni majeshi ya Bwana. We're the army of Christ. Sisi lazima tuweze kumtetea. Simachi tu akaidekiwa hivi. Hapana. Sisi ni majeshi wa Bwana. Na pia kuna ile nyimbo inasema kwamba sisi ni mashahidi. Mimi na wewe mabalozi wa Bwana. Sisi ni mashahidi na balozi wa Bwana. Tunapaswa tuweze kumrepresent vizuri. Amen. Katika mambo haya yote usimwachilie Kristo. Mrepresent tu, mtetee tu, msimamishe imara. Usikubali. Kama kama sitakubali kuachilia imani hii, katika fungo hivi tutazidi kutukuza. Tutaokoka yote hapa hivi na mtakombolewa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wakazidi kuna nini? Wakazidi kuwatesa tena. Tukirudi nyuma hapo Matendo 5. Wakazidi kuwatesa tena, Matendo 5:17. Haya mateso hayakukoma. Mateso kwa Kristo hayakomi. Amen. Hayaishi. Yanakuja tu na kuna reason, kuna sababu ya kwamba kwa sababu gani yanakuja. Amen. Sababu moja ni kwamba yanakuja kukupima imani yako. Amen. Amen. Kukuza na pia Bwana akajitalie utukufu. Matendo 5:17. Ndio kama umefika. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Nami nitenda kazi. Akaondoka kuhani mkuu, wote waliokuwa pamoja naye. Hao ndio waliona madhehebu ya Masadukayo wamejaa wivu. Wakawakamata mmoja, wakawaweka ndani ya gereza. Malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza
enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli. Wakatuma watu gerezani ili wawalete. Hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani. Wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipofungua hatukukuta mtu ndani. Basi jemadari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia hayo, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hili? Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama akiwafundisha watu. Ndipo yule jemadari akaenda pamoja na watumishi, wakawaleta, lakini kwa maana waliogopa watu wasije wakawapiga kwa mawe. Wakawaweka katika baraza. Kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuwaamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mtu huyo Mungu akamtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na Mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wamtii. Maliza. Asante. So hiyo habari ndefu, na baada yetu tunajua ile habari vile inavyoendelea. Amen. Amen. Sasa ni Paulo sasa amefungwa hapa gerezani baada ya kuhubiri jina la Kristo. Amen. Amen. Walipokuwa wamefunga sasa kwa ajili ya kuhubiri injili ya kweli, wao makuhani hawa walitesa kitambo wakati wa Yesu. Wakati wa Yesu alipokuwa akihubiri alikuwa na pesa. Mpaka sasa Yesu ameenda, ameachilia, amepaka mafuta wanafunzi wake, amekuwa sasa ni warithi wake, watu wanawatesa. Amen. Hawajaona vile utukufu wa Mungu alipotukuka Yesu, alipokuwa ameuawa na kufufuka, bado hawajaamini kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Bado anafuata tu wale wafuasi wake. Wakawafunga pale wakatesa. Amen. Amen. Siku kidogo sasa walipokuwa wamefungwa sasa tunajua kwamba waliomba. Amen. Wapo sasa wakashangaa. Wakakuja katika gereza. Nataka sasa fulani tukao tumefunga. Yuko kweli? Fungua mlango, acha tuangalie. Fika pale hawako. Hai. Ule jamaa askari akashangaa. Sio nilikuwa hapa ndani. Wameenda wapi? Sasa kwenye shida sasa anahangaika. Kama anajua tayari hapo mshahara atakatwa. Maana hajui kazi yake. Kazi yake ni kulinda watu wasitoke. Amen. Ameacha watu wakatoka. Hata hajui kama wametoka katika njia namna gani. Amen. Ameachilia watu wakatoka.
Nakwambia Mungu atakutoa kule ulikowekwa. Bila atashangaa tu ile kuweka pale, atashangaa tu. Watu wamewekwa mahali tofauti. Amen. Katika ulimwengu wa roho, watu wamewekwa katika tofauti. Watu wamewekwa katika bahari huko, katika viungu, katika mizimu. Amen. Katika chupa, katika mambo wamewekwa katika vitu vingi. Katika spiritual vitu na vingi na anashangaa tunatembea. Mchana pia tunachukua zile nyao zako. Anaseka mahali. Amen. Akifika kule sasa atashangaa. What is happening here? Hakuna kitu delivered. Umetolewa kwa jina la Yesu. Amen. Watashangaa, watajiuliza ingekwaje? Si ilikuwa ni vitu hapo umeacha watu wakati vipi sasa? Nguvu za Mungu zinashangaza watu sana. Amen. Wakaenda kule kanuni. Acha niangalie sasa hawa watu wajifanya na ubiri njia kweli. Hapo sasa kwa ndani kuna wanahubiri huko. Wako majengo kwa wanahubiri. Upate. Amen. Wakaenda mpaka kwa akawapata. Jinsi tumewafunga. Tumewafunga kwa ajili ya kazi hii. Na bado mnafanya. Mnatakaje? Amen. Watakufuatilia tu. Wamekufunga pale ulale usende kuabudu. Wanashangaa yuko wapi yule bwana ndani pengine atabaki na magonjwa yake. Kabla mnivu ameenda kanisani basi ameenda kuruka kweli. Amen. Vifungo vimeachiliwa na Mungu. Vifungo vimefungwa na Mungu. Amen. Nguvu za giza hazina nguvu kuliko nguvu za Mungu. Amen. Atatuma tu nguvu zake tu mahali pale. Akaweze watashangaa tu moto tu. Moto akiangalia hivyo hakuna chochote. Amen. Mungu ni Mungu amekutoa pale na amekuweka huru. Umekuja katika nyumba ya Mungu kuweza kuabudu, kuweza kuomba. Na vifungo vile vimefunguliwa na uko huru kwa jina la Yesu. Amen. Amen. So tumtukuze Mungu tu katika majaribu yote. Mungu atatufungulia njia. Katika bonde ile katika mahali kote ambapo tumewekwa. Usijali. Amen. Katika tunaanza kukata tamaa. Kule nyumbani kuna wachawi siendi kabisa. Nikienda tu kule basi, nikirudi nyumbani ni magonjwa. Amen. Kuna hali tunafikia hapo. Vifungo vimenifunga kweli kweli. Siendi kule nyumbani. Kuna kale kababu. Kuna kale kababu wanga nikienda kule tu basi sitalala. Nitaanza kusonda siku mimi siendi. Sikupendi kabisa. Amen. Lakini sasa the more anakuwa pia, the more namweka pafu yule jamaa. Amen. Yule sasa anakuwa pafu kweli anajua basi. Unajua ukiwa mwanga kunakuwa kusoma katika biology. Kuna kitu fulani kwa release. Ni hormone ya spirit. Wanamwelekeza kwa release. Ndio wasomaji wako wa beti. Kuna spirit fulani kwa release. Kwako kana release kwa yule nani? Yule adui sasa. Kuna hormone, nimesema jina la hormone, lakini kuna hormone ana release. So ikitolewa kwako sasa inaenda kwa yule, inampatia powerful sasa. Amen. Hata wewe atakuwa na unajua muone? Asante kwa kujua. So inapokuwa release sasa unapatia ile jamaa nguvu. Hata pengine hana nia ya kuangamiza pengine. Alikuwa anataka kujaribu lakini sasa wewe unakuwa unaogopa tu. Ukienda kule nyumbani hauendi kanisani kabisa. Ukienda kule chago, mambo ya Mungu tunaacha. Naanza tu coordinate, cooperate, kufanya association wale watu tu ambao akiunguka dunia hivi. Kwa sababu gani? You are sharing. Watanaonaje watu wa mtaa? Nimelelea hapo katika mtaa. Hata mtaa tunagonga hivi. Yaani sijui masela, kitu kama hivyo. Amen. Hiyo kitu isikubabaishe. Simama katika msimamo Mungu vizuri. Watakushangaa. Amen. Kwa sababu gani? Umetolewa katika ufalme ule sasa. Huko katika ufalme mwingine wa nuru, wa mwana wa pendo lake. Amen. Lazima kuhubiri Injili. Ukiweze kuwa mfano mwema wa Kristo, ukiweze kuwa representative, ukiweze kuwa shahidi. Mimi na wewe ni shahidi wa Bwana. Amesema hapo. Tatu ngapi? 32. Msaidie Esther. 32. Matendo 5. 32. Mashahidi wa mambo hayo pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtii. Mimi na wewe mashahidi wa Bwana. Yeah. Sisi ni mashahidi wa Kristo. Mashahidi tunashuhudia yale matendo Bwana ametenda kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Ametenda makubwa kupitia msalaba. So tusiwe na woga. Wale hajui Mungu tunatumikia.
Lakini ukisoma kidete kwa neno la Mungu, basi utakuwa representative wa Mungu vizuri, na watu wa mtaule watajua yuko Mungu katika mtumishi huyu. Amen. Na you never know, wanaweza geuka tu ukapata tu hapo anachanganya katika kazi ya Mungu. Amen. Kwa sababu leo msimamo wako utaweza kuwasaidia wale watu wachangamke katika kazi ya Mungu. Amen. Amen. Kwa sababu mwingine hapa jina lake toka Gamaleni hapo tako. Anakuja pia akasema hawa watu they are very powerful. Kulikuwa na watu wengine 400 walikuja wakaleta na kuwashika. Unajua vile vilivyofanyika? Wanauliza sasa. Kuna watu 400 walikuja wakifanya wanadai wanaweza kuzuia hao. Unajua kilichofanyika? Hebu waache hawa. Wako na nguvu. Wako peke yako na kuna watu 400. Ukiendelea kusoma hapo utakuta. Kuna watu 400 walijaa kwa nguvu. Wakapigwa na nguvu za Mungu. Amen. Amen. So waachilie hawa watu wakaende kufanya kazi ya Mungu. Pole pole, kwa utaratibu. Amen. Keti. So Mungu atatutetea. Si hawa walikuwa wanajitetea. Amen. Si hawa walikuwa wanajitetea. Maana katika Paulo mara ya kwanza Petro alisimama. Sema hawa watu hawafanya kitu mbaya. Kitu kibaya kweli hapa? Hakuna. The same wakati sasa pia walipofunga tena sasa. Kwa mwingine sasa anasema basi hapa hivi. Wanafanya makosa. Hawa watu wako na nguvu. Si hawa wanajitetea. Amen. Mungu atakutetea. Muamini Mungu katika roho kweli. Atakutetea. Atakutoa kule ulikowekwa na shetani. Amen. Atakutetea, atatuma mtu. Tumeona kwa mingi. Mungu anatuma watu waweze kutuokoa katika situation ambayo tuko. Bora sisi tuweze kusimama tu imara katika upande wa Mungu. Kuwa katika upande wa Mungu tu. Usikuwa attracted na ile mambo yasikuvute. Unajua kuna kale kafosi wao wanaweza vutwa hivi. No. Pepe. Kataa. Kama vile ile magnet wanakuwa na positive na negative. Sio kama repel. Amen. Unlike times zile unlike zile basi spanani waga zina repel kama jakosea. So pia wewe kuna wale kimataifa na sisi bado tumeokoka. So asishikani karibia pale hivyo asishikani. Amen. Amen. Ni kweli. So ukajenga tofauti na hao. Mungu akakutetee, akupiganie. Ili kwamba jina lake litukuzwe kwa haya yote. Amen. Amen. Jamaa hakuchoka kabisa. Akatoka pale kwa gereza wakaenda hekaluni. Hao kwa nyumbani wakaenda kulala. Wakaanza kulia, basi usiku nakwambia, nimeteswa mimi, nimezungushwa huko na huko. Nimeota mazeni nimeenda kule kwa bahari, nikazungushwa. Siendi kanisani. Siendi. Maana nikienda kule, basi wataningojea tena. Watanyonga. Amen. Siendi kule. Acha tulie hapa. Maana huenda sometimes anaweza kwambia, wewe ukijifanya kanisani basi. Ukirudi tutapambana. Tajua hujui. Sasa anakutisha. Amen. Unakuwa na garoma kukutishia tu. Hayo sasa unalalia masikio sasa. Siendi. Hata siku hakuna upako. Siku hata hakuna chochote. Ni kelele tupu tu. Unakuwa na ile negativity sasa. Kule siku sarakasi tupu. Hakuna upako. Hakuna chochote. Tutakufanya nende kule. Let me just sleep here. Nilale. Unapolala tu wanakuja sasa. Amen. Wanakuangaisha tena. Sema basi, kumbe hata niwewe tulia hapa sasa. Tulia. Wanakuwa sasa wanatawaliwa na ufalme wa giza. Nafaa sasa unapopitia hayo, tunachukua hatua sasa, unakuja katika nyumba ya Mungu, unaomba, vile vifungo vyote vinatoweka bila yeye kujua. Watashangaa nakwambia. Watashangaa maana hawatakuona kwa kile kioo. Waka kuna vioo vinaitwaje si ramli. Wakishangaa hivyo hawakuoni. Wanaona tu moto wa Mungu simama imara, mtetee Kristo. Aliyepika pale kusema yeye pia alipitia hayo. Sasa anasema kwamba alipitia
anatuambia sisi tupigwe batizo na hajapigwa. Hapana, hapo na testimony. Tuko na testimony, alipigwa na pia mwisho wake akapata utukufu. Pia sisi tutapigwa na mwisho wake utapata utukufu. Amen. Tutatolewa tulikoekwa na mizimu, tutatolewa na Bwana atatukuka, tutaingia kule. Yesu aliingia kule. It's very true. Yesu aliingia kule. Wakadana washampata sasa. Amen. Wakadana washampata. Siku ya kwanza wakafanya sherehe kweli. Wakagonga shia. Zinaitwa ile glasi unagonga na mwanzo. Shia baraka. Wakagonga sasa. Siku ya pili wakagonga, tushapata. Siku ya tatu. Amen. Siku ya ngapi? Ya tatu. Ndio kusema hata kwa mchezo. Mko mchezo. Nadhani mimi ni wenu hapa hivi. Nadhani mimi ni wenu. Mimi si wenu. Nimejazwa na Mungu sasa, nitainuka tena. Nadhani nimekufa, nitasimama tena, nitainuka, nitang'aa, nitafufuka, nitazidi kuishi kwa jina la Yesu. Amen. Akatoka pale katika kaburi, akavunja ile hekalu. Amen. Kukaza kwa na nuru sasa. So ukimtegemea Mungu tu, wanapokuweka kule, wewe tulia tu pale. It's true. Tulia pale ndipo tafiki kuomba Mungu tu. Muombe Mungu tu. Katika roho sasa utaona vitu vinafunguliwa tu mwenyewe. Amen. Watakuja. Nikamwambia mmoja alikuja akaniambia, kule Mungu na mabudu hakika ni Mungu wa moto. Silali. Kwani ulikuwa unafanyaje? Silali. For sure. Mkajua hapa hana nia nzuri juu ya maisha yetu. Bwana sisi wote tukienda kanisa tunalala. Wewe unafanyaje? Unatukujia katika njia namna gani? Uko na nia gani na sisi? Basi gezo nia yako mbaya, igeze kuwa nia safi ya kumtukuza Kristo. Hautapata haya mateso unatuanzia sisi. Ama wazo unatuanzia sisi wabaya. Hata tupata. Amen. Geuza tu nia yako iweze kuwa safi tu. Sababu unafanya kazi bure. Hiyo nia yako chafu unatuanzia sisi. Sisi nasi hatuko peke yetu. Tuko na Mungu aliyetuumba, tumeweka imani kwake. Amesema kwamba tuweke imani kwake tutashinda, kwa sababu yeye ameshinda ulimwengu na amesema tuko ndani yake. Sisi ni washindi na zaidi wa washindi. So wewe na vitu vyako unafanya kazi bure. Amen. Unajua tu ataheshimu watu wa Mungu. Watu 400 nakwambia, hii kitu inanichakaza sana. 400 alafu jamaa wawili tu pale wasili wana kwa kunja kwa pige tu. Sijui ilikuwaje kitu. So akamwambia hawa, basi wa jamaa washikike hawa. Kuna moto. Wako fire because our God ni moto ulao. Is a cosmic fire. Ni Mungu wetu, Mungu moto ulao. Amen. So unapomchezea basi unakwambia hauchezei hivyo, unachezea stima. Amen. Ile stima ile utakuwa ile inaitwaje? Short. Sasa mtu anapiga short. Usamwona? Haya. So wanaotuchezea sisi waamini na Kristo. Sisi ambao tunaamini Mungu kweli kweli wanacheza na moto ulao. Tuangalie mfano mwingine. Petro wa kwanza tukimalizia mlango wa 4. Anatuambiaje? Tukiteswa kwa ajili ya Kristo, usiwe na shida. Kama unateswa kwa ajili ya Kristo tu, usiwe na wasiwasi. Unless unateswa na mambo yako tu na mengine. Amen. Wewe umepigwa kule nje, ulikuwa umeenda kuiba, umegongwa. Yale mateso sasa si ya kiungu. Nani amekutuma ukaibe? Na maandiko yanasema kwamba ni sheria inatuambia kwamba tusiibe. Wewe umeasi sheria ya Mungu, umeenda kuiba. Umeshika sheria ya Mungu sasa, umeenda umeshika sheria ya Shetani sasa, umeenda kuiba. Na Shetani anasema kwamba ni baba wa uongo, anakudanganya tu. Akadanganya kina Adam aibu pale hivyo. Amen. Ukafanya dhambi. Na sasa unapokea sasa ile mshahara. Amen. Unapokea mshahara sasa, unapigwa. Na mwingine ukisahau niliangalia kwa TikTok. Ameiba pikipiki kwa inaitwaje ile kule maliko kwa zamani pikipiki. Warehouse.
ameiba, sijui alitumia njia gani, ameiba. Umekuwa CCTV nakwambia, alifuatwa mbio na magari. Amen. Akafuatwa mbio na magari. Basi hapo ndo kwa wao. Amefanya dhambi na iko na mshahara wake. Unaweza lipwa katika ulimwengu wa roho. Ama ulipwe vyote katika ulimwengu wa asili. Amen. Akina Adam alipomkosea Mungu, walikufa katika ulimwengu wa roho, na baadaye sasa akakufa katika physical. Amen. Lakini mtoto wao sasa Enoko hakufa. Sababu gani? Aliamua, mimi sitafuata mambo ya wazazi wangu. Hao walikuasi, lakini mimi personal nitakuuza yao. Mungu wa kweli. Amen. Na akamshika mkono. Tunaambiwa kwamba Enoko hakuonja mauti. Alipendeza Mungu, akamshika mkono, akaenda na yeye. Amen. Kwa sababu gani? Alimpenda Mungu katika roho na kweli. Hakuangalia vile wazazi wake walikuwa na mabudu. Hapana. Usiangalie mamako, bradako, mume wako, mke wako wanapomwabudu Mungu. Wewe fanya uhusiano mzuri, personal relationship na wewe na Mungu. Huo uhusiano wa Mungu na wewe ufanye ukaweze kuwa strong than everything else. Ukaweze kufanya ukaweze kuwa wa maana kuliko vitu vyote. The more the stronger, the more the power that mtu acquire. Amen. Zaidi ya kule uhusiano unapokuwa na nguvu, ni zaidi zile nguvu atakazopata katika jina la Yesu. Petro wa kwanza 4:12-19. Tumalizia nani amefika hapo? Kwa sababu gani hapa? Petro wa kwanza. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake furahi kwa shangwe. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na Mungu anawakalia. Maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji au mwizi au mtenda mabaya au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine. Lakini ikiwa kwa sababu ni Kristo asiyeona haya, bali mtukuze Mungu katika jina hili. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wa wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? Mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amani roho zao katika kutenda mema, kama kwa Muumba mwaminifu. Asante. Hii inatumalizia vizuri. Amen. So lazima ukapitie ili kama ikajulikane basi Mungu amekutoa mahali fulani. Amen. Ikajulikane, isa testify, akaweze kushuhudia hakika Mungu ametoa katika vitu gani alikuwa anakifanya, katika ulevi, katika dhambi, katika ukora, wizi. Ametoa kule. Sasa nimekoka na mkuza Mungu. Sasa inakuwa testimony. Lazima akakufanyia kitu ili kwamba kile tushuhudie. Ili kwamba wale ambao hawajaokoka sasa wakashuhudie kweli for sure huyu anamtukuza Mungu wa kweli. Amen. Hezi kuwa umelala tu umeamka tayari wewe ni mchungaji. Amen. Amependa mfano. Lazima upitie katika moto. Unajua ile tabu inapotengenezwa. Amen. Inaoshwa. Unasafishwa, na safishwa tu hivi kapita maji tu maji baridi maana inapitisha katika moto. Amen. The same to us. Kama waamini. Lazima tupitishwe katika moto. Amen. Ili kwamba ukipitishwa katika moto, don't worry, usijali. Wazingatia tu ile faida ambayo itatoka. Amen. Ile taabu inapopitishwa katika moto, huaga ni mbaya. Lakini inapokamilisha the end product, inakuwa ni nzuri. Inang'aa, inaweka katika display. Pale market ziko.
zinafungwa kabisa huko ndani. Uwezo usiingie hivi hivi. Kwa sababu gani? Vitu vya thamani. Amen. Na vimevumilia ile moto. Ule moto umevumilia. Vikaweza kuwa ni vitu vya faida. Kila mtu anavitamani tu, akaenda pale kwenye display anaona vinameremeta. Amen. Na sisi pia tunaopita katika moto, tusijali katika ile moto. Tusikatili kitu mwisho kinatoka baada hapo nini? Amen. Ni kwamba Mungu atatukuka. Mungu atakujengea ushuhuda mkubwa sana. Amen. Hawa sheda kabisa kama Abednego hawakuangalia. Amen. Walitulia tu pale. Hata mpaka kanusha kwenye moto kabisa. Amen. Baada akasema hata mkana hata katika moto. Amen. Na walimwona Mungu katika moto. Akamwona Mungu kweli kweli katika moto. Na sisi pia tutamwona Mungu. Mungu anasema kwamba nitakuwa na ninyi katika tabu zenu. Hatutakuwa peke yetu katika majaribu, hapana. Kwanza anasema kwamba majaribu yanakuja kupima imani zenu. Amen. Ana prove, yani ni kama vile mkulima anapalilia hivi. Inaitwa kuprune. Kama zile sehemu za Western kule kwa watu wanalima majani chai. Wao wana prune zile vitu ambazo zisifai. Wanazingoa, labda zinakuwa inakuwa inamea vizuri, yani inakuwa productivity vizuri. Amen. So na sisi pia kwa Mungu anatualilia. Amen. Lazima sasa kutupalia, sasa lazima atupitishe pale. Anatuchuja. Atupitishe pale katika moto, katika magonjwa, ukosaji wa fedha. Akaone, je, amesimama huyu ama akosa pesa tunaweza kulalamika? Ujana wake huu tuangalie, kama alikosa pesa atazidi kustamili katika ujana. Wengi shetani anapenda sana kutest sana vijana katika hiyo shida. Amen. Sema huyu hakika ni kijana na anapenda maybe vitu vya thamani na anapenda pesa. Acha sasa nione sasa pesa ni mnyime. Mungu sasa acha nione sasa nimnyime pesa. Nione kama atatunza ile jina wake kama atafanya. Unakuja ghafla kule kazi. Unakuwa tu kuna kazi, nenda tu nyumbani. Umezoea mshamwezi unapata 20k ya dabao. Sasa hii hauna kazi na umezoea ni mtu wa kung'ara, mtu wa boutique. Mtu wa manguo zile za high classic. Alikuwa rafiki yangu kila mshamwezi lazima akaingie boutique anunue vitu zake hivyo. Hanunue nguo 1000. Amen. Yeye ananunua kiatu utapenda. Zile za Adidas, zile za white hiyo. Let's go juu. Atanunua 15k. 1500 ama 3000. Sasa unakuwa sasa spending yake katika nguo ni kama 3000 katika nguo peke yake. Amen. Na amejiwekea kila mwezi lazima hii. Alikuwa anapo vizuri. Kila mwezi hii 3000 lazima nikaspend katika nguo. Alikuwa na nguo. Amen. Sasa shetani sasa naye akupata. Kama vile ilivyokuwa kwa Ayubu. Huyu anaamini kweli. Hata ni make sure haka kasosi hizi pesa nikakaushe tu kabla bingu. Hiki kisima kinachotoa hizi pesa nikaushe tu pesa kwa na dry. Ndio kama atanadu. Ama atashikilia huyu jana wake. Basi anakushika sasa. Wengine sasa wataanza kutafuta masponsor. Thank you. Ni kweli? Masponsor wanatafuta masponsor pale hivyo. Kwa fadhili, kwa nywele, kwa dress, kwa zile jezi, shanga, viatu, kucha. So, kuna kwa na sponsor hivyo. Wanakusomea, wanagarantia different people. Wanakupatia, wanakusaidia tu kwa nini? Rent wanakugarantia kila kitu. Amen. Halafu sasa hawatagharamikia for free. Remember you are God, when ni msichana tu hawatagharamikia for free. Amen. Wanataka hakitu. Na Mungu sasa make sure anataka tu kujaribu tuje huyu hii kisema kimekauka. Na ni kijana tu nataka mtu atatunza ile jina wake. Amen. Ama ataingia katika usherati. Na wewe sasa unaingia katika mambo yote hayo, unaharibu ujana wako. Amen. Mariamu akatunza ujana wake. Yesu akazaliwa kwake. Amen. Imagine Mariamu angekuwa mtu wa kuhangaika tu. Nani angetumwa nani sasa? Kumpata Mwokozi. Amen.
Angekosa. Ama vile angepata mtu mwingine, Mariamu angebaki vile tu.